السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Baadakum himidu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kukumbushana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ukumbusho wetu wa leo itakuwa ni katika mambo ambayo kwamba yaleta Waislamu pamoja. Uislamu ni dini ambayo kwamba yapenda watu waje kwa pamoja, Waislamu wawe kitu kimoja, na hata kama si Waislamu pia Waislamu waweze kuishi na wao vizuri. Ndio kuna hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, afshu salama wa at'imu at'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam. Ukiangalia tafsiri ya hadithi kama hii ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia tuwe ni wenye kupigiana salamu, wa at'imu at'ama, na mlishane chakula, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, na muswali usiku wakati watu wamelala. Sasa ukiangalia katika hadithi kama hii, haya mambo mawili ya mwanzo ambayo kwamba ni tupigiane salamu na tulishane chakula, ni mambo ambayo kwamba yajenga ukhuwa, bimaana yajenga ndugu. Na hili jambo la mwisho itakuwa ni alaka kati ya mtu na Mola wake. Kwa hivyo tukiangalia haya mambo mawili, pengine jambo rahisi zaidi hapo ni kusalimiana. Huko kulishana chakula, pengine mtu anaweza kusema hana uwezo, ijapokuwa katika Uislamu hata ukifanya jambo dogo zaidi linakuwa na uzito mbele Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na nia yako. Mathalan, katika watu wawili, mmoja akatoa shilingi 10 na mwingine akatoa 10,000. Huyu anayetoa shilingi 10 na pengine yeye alikuwa na shilingi 20, atakuwa ni bora kushinda anayetoa 10,000 na pengine kwenye banki yake ana mamilioni ama mabilioni ya pesa. Kwa hivyo katika Uislamu tusiwe ni wenye kudharau amali wa kuona pengine ni ndogo. Kwa hivyo Uislamu unapenda tuwe ni watu wa kuishi kwa umoja, tuwe ni watu wa kuishi kwa pamoja, na hata kwa wale ambao kwamba si Waislamu, ili tuweze kuwavutia katika Uislamu. Kwa hivyo kwa ufupi ni kuwa tuweni ni watu wa kuweza kuishi kwa pamoja, tuweze kuwa ni watu ambao kwamba tutaweza kuishi, ili tukiwa katika umoja tutaweza kufanikiwa hapa duniani na kesho akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.